Wewe ambaye niko, ambaye Bwana ulikuwepo na hata mpaka sasa unaishi na utaendelea kuishi, maana wewe wadumu milele yote. Asante Mfalme wa amani kwa siku njema na nafasi nzuri ambayo Bwana umetupa watoto wako kukaa mbele zako ili Bwana ukaseme nasi katika hatua ambayo Bwana ulitufikisha ya utukufu wako. Umekusudia siku ya leo kutuinua tena katika utukufu mwingine. Baba, nafsi zetu tumeziachilia kwako katika utayari wa kuweza kuingia katika utukufu ambaye Bwana umekusudia kwetu siku ya leo, ambaye Baba utukufu huo utatubeba katika zile siku ambazo Bwana utakusudia tubebwe nazo hata utakapotuingiza tena katika utukufu mwingine, ili katika utukufu huu tukaendelee kujifunza kukujua wewe na kuishi pamoja nawe katika utukufu huu ambaye Bwana unafunua kwetu siku ya leo. Na kubariki Mungu wangu, nasema asante kwa ajili ya watumishi wako ambao umewafikisha katika nyumba yako. Asante kwa kuwa umekuwa mwaminifu kwetu hata ukatupa kuiona siku ya leo katika ushindi. Nasi twajitiisha sasa chini ya mkono wako ulio hodari, mkono wako usioshindwa, chini ya mamlaka na uongozi wa Roho Mtakatifu, wewe uliyeachwa kwa ajili yetu, wewe unayetenda kwa ajili yetu na kutuongoza katika hatua zetu. Twajiweka watu sasa mikononi mwako, ukawe wewe kiongozi wa ibada hii ya leo. Na Mungu wangu na Baba yangu, kanichukulia utukufu katika ibada hii, wakati utakapokuwa ukitenda kwa ajili yetu kwa utukufu wako Baba, katika jina la Kristo Yesu. Ukafungue masikio yetu ya rohoni, ili katika yale uliyokusudia Mfalme yaweze kupenya kupitia masikio hayo, basi yakapate nafasi na hata kuweza kufika katika vibao vya mioyo yetu na kuandikika kwa ajili ya kuweza kutekeleza. Twajiweka wakfu chini ya mkono wako usioshindwa. Asante kwa kuwa wewe ni mwaminifu, na wacha uaminifu wako sasa ukawe ngao yetu tunapokaa mbele zako. Katika jina la Kristo tunaomba na kushukuru, na watu tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe. Shukuru Mungu kwa neema yake iliyotutunza na kutuhifadhi hata siku ya leo. Imekuwa siku kwetu, Bwana ameonekana kwetu. Emmanuel, karibu sana. Nimefurahi sana kukuona. Mungu akubariki sana, na karibu tena nyumbani kwa Bwana. Mgeni wetu Happiness, karibu. Nimepata mtoto mwingine ambaye anaitwa Happiness. Naomba usimame. Naona niweze kusema kwa ajili yako. Huyu nimepewa ni mtoto wangu. Ni mchungaji, ana kanisa kule Goba. Sitaki kueleza sana kwa sababu muda unakataza ili tuweze kujifunza, lakini ni mtoto ambaye Bwana amenipa niweze kumlea katika utumishi wake. Na ni mwanafunzi wangu katika online, darasa la online. Kwa hiyo kwa wale ambao ni wanafunzi wa certificate, ni mwenzenu, mtagraduate naye. Mungu hapa ndio nyumbani kwenu. Mungu akubariki. Amen. Ninashukuru kwa ajili ya neema ambayo Bwana ameiachilia kwake. Nambariki Mungu kwa ajili yake. Amen. Bwana ameenda kutupa neno la kuweza kuzungumza na sisi siku ya leo kwa jinsi atakavyo kwenda nasi, basi neema yake itatosha. Somo tunalokwenda kujifunza linabeba tamko ambalo tamko hilo ni la kwangu mimi na ni la kwako wewe.
nataka nimjue Mungu. Nataka nimjue Mungu. Nataka nimjue Mungu kwa jinsi yake alivyo. Nataka nimjue Mungu kwa asili yake ilivyo na alivyo. Nataka nimjue Mungu katika ule uweza wake wa kiungu ulivyo. Nataka nimjue Mungu katika mamlaka yake ilivyo. Naweza ukamjua Mungu, lakini nategemea unamjua vipi. Wacha siku ya leo Bwana akatusaidia. Na nimemwambia hili somo ni la kwangu mimi. So mimi nataka kujua. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo ni somo lililobeba tamko la mtu. Kile nitakachotamka ndicho ambacho atanipa. Nataka nimjue yeye aliyenifia pale msalabani. Unajua, nikisema hivi nina maana. Mtu anasema ameokoka. Mtu anasema anamtumikia Mungu. Lakini namjuaje huyo ambaye ili mimi niweze kuokoka? Sijui kuokoka kama kumpokea. Namjuaje huyo aliyenifia pale msalabani? Jinsi nitakavyokuwa namjua ndivyo nitakavyoishi na yeye. Jinsi nitakavyokumjua ndivyo nitakavyoishi naye. Nataka kumjua yule aliyeniumba hata mimi nikawepo. Hata kabla sijaokoka, yule aliyeniumba mimi nikawepo ndio aje akanitafute sasa huko porini nilikopotelea. Kwa jinsi nitakavyomjua yeye huyo aliyeniumba ndivyo nitakavyoishi naye. Jinsi ninavyomjua mzazi wangu ndivyo nitakavyoishi naye. Jinsi ninavyomjua mtu ndivyo nitakavyoishi naye. Kuna watu walipoteza lulu walipopelekwa kwenye lulu, lakini waliipoteza kwa sababu hawakumjua huyo ambaye hiyo lulu iliwekwa kwake. Kwa nini? Kwa sababu lulu haiwekwi hadharani. Kwa sababu mtu huyu alipewa, akaambiwa hifadhi hii itamleta mtu, utampa. Sasa yeye akaichukua, huyu aliyepewa sasa akaichukua ile lulu katika uthamani wake, kwa sababu alijua thamani ya hiyo lulu, akamjua huyo aliyeleta lulu. Kwa hiyo akaenda akaifungia kwenye safe. Sasa wewe ukaja ukakaribishwa sebuleni, ndio uliyekuja kuchukua lulu. Sasa yule mtu anakaribisha, karibu kae, ashaambiwa kwamba yule mtu anakuja leo. Anakuja. Sasa ngoja nimwandalie chai nini akaandaa kama ni chakula ni chai whatever. Akaandaa akaweka. Huo umekuja, unaambiwa nenda ukachukue lulu yako pale. Nafika pale. Unakaa. Karibu. Sasa wewe ulijua kwamba nitafika, unachukua na kuondoka. Kama iko hapa. Alafu unaona mtu anakuzungusha sasa. Karibu unywe chai, unakaa unakunywa chai. Kimaliza unaona ameleta matunda. Kimaliza mnakaa tena, njoo tukae hapa sebuleni sasa tukaongee, tunatoka mahali pa kulia chakula. Unasema huyu mtu vipi? Ama hujui, wewe umeelekezwa tu uende pale, lakini hujui unaenda kuchukua nini. Ila yeye anajua unakuja kuchukua lulu. Na lulu amehifadhi. Na alihifadhi kwa ajili ya uthamani wake. Sasa wewe katika kutokujua kwako hicho unachokwenda kufuata pale, utaona unapoteza muda. Na utafika mahali utaona kama vile huyu ni mbona ananipotezea muda? Basi mimi naondoka naye. Anakuambia subiri tule chakula cha mchana kinapikwa. Nilijua unakuja, kwa hiyo nimewapa watoto waandae. Hapana, nina haraka. Nimeshakunywa chai inatosha. Ngoja niende. Kumbe
Baada ya chakula ndio ulikuwa upokee lulu. Na wewe ukasema nina haraka, ukaondoka. Na ulipoondoka ukaikosa hiyo. Sasa nitakuja kula siku nyingine, nitakuja siku nyingine, nitakuja siku nyingine. Basi sasa nina zawadi ambayo nilikuwa nafikiria nikupatie. Nitakuja kuifuata siku nyingine, muda umeniacha sana, inabidi niondoke niende. Kumbe unaacha kile ambacho ulikuwa unakitafuta, na kile ambacho ulikuwa umewekewa, na kile ambacho ulikuwa unakuja kuchukua. Sasa kwa nini nasema hilo neno? Nasema hilo neno kwa sababu natakiwa nimjue Mungu. Nikimjua Mungu, kwamba natakiwa kumjua Mungu yupi kwanza? Natakiwa nimjue huyo Mungu ninayetaka kutembea naye na kuishi naye. Kwa maana kwamba siku nilipokea wokovu, hivi nilipokea ule wokovu nikiwa natambua nilimpokea Yesu. Hata nisiseme wokovu, nilimpokea Yesu nikijua huyo mtu mimi nampokea, safari yetu inaenda mpaka wapi? Umempokea mtu nyumbani kwako, au umempokea mtu stendi? Safari yako na huyo mtu kutoka stendi mwaenda mpaka wapi? Mnaenda mfike wapi? Mnaenda mfikishane wapi? Sasa tunapojifunza nataka nimjue Mungu, ni kwamba nataka nijue huyu mtu niliyempokea hapa stendi anakuja Kibaha, amesema nimpokee. Sasa lazima nijue utambeba umpeleke wapi. Sasa watu wamempokea Yesu wanamzururisha jangwani kwa sababu hatujamjua, ili tuweze kujua ama kufahamu safari yake ilikuwa inaishia wapi na alikuja kwa sababu gani. Alipanda ndege yake, alipanda basi lake, alipata treni yake, akatoka mbinguni akaja. Mimi ndio nilipewa kumpokea. Sasa nimempokea, tunaenda wapi? Tunafika wapi? Kanisa ndio liko hapo sasa. Kwa hiyo nimejaribu kutoa huo mfano kutaka kusema kwamba tunahubiriwa kumjua Mungu, lakini kumjua kwa jinsi gani? Na kumjua kuwa yeye ni nani? Kila mtu anasema aliyeokoka kwamba anamjua Mungu, lakini mbona wengine safari zao zinaishia njiani? Mbona wengine wanaachana tena kwa ugomvi? Mbona wengine wanajikuta kumbe hawakuwa naye kabisa, maana hata walipoondoka duniani walielekea kule ambapo siko. Lakini alipokuwa duniani alisema alikuwa anamjua Mungu. Ni Mungu gani huyo nilikuwa namjua? Sasa natakiwa nimjue Mungu ili niweze kutembea naye, niweze kuishi naye, niweze kukaa naye, niweze kula naye, niweze kunywa naye. Tunakwama kwenye maisha yetu ya wokovu, tunakwama kwenye maisha yetu ya utumishi kwa sababu ya hiki kipengele. Ni sehemu moja wapo. Naweza nikamjua kwa jinsi yangu mimi, lakini natakiwa nimjue kwa jinsi yake yeye. Sasa kumjua kwa jinsi yake, lazima nipate nafasi ya kujifunza yeye, huyu mtu ni nani, ili nimjue, ndiposa niweze kuanza kuishi naye. Unaweza ukampokea mtu na ukishampokea usijifunze kumjua, ukakaa naye, baada ya wiki, mwezi, miezi, mwanza kuzozana, mwanza kupishana. Kwa nini? Kwa sababu ulikuwa hujamjua. Ulikuwa hujamjua, mwanza kushindana. Nikitoa mfano wa Ibrahimu, Mungu alipomwambia atoke huko kwa watu wake, kwa baba zake, kwa familia yake, aende mahali ambapo yeye atamwelekeza, na ni mahali ambapo yeye hapajui, lakini ndio anatakiwa aende huko. Alafu anaambiwa ukishafika kule mimi nitakubariki huko. Tunamuona mtu aliyeondoka naye Lutu akaenda naye, ilikuwa ngumu sana, dalili za kuonyesha kwamba mahali ambapo Ibrahimu alitolewa kwao akapelekwa, na katika ule mtazamo kwanza tu lile la kukubali kwenda, na yule alikuwa ni Mungu asiyemjua. Nafikiri tulishajifunza hiyo kwamba kina Ibrahimu walikuwa wanaabudu miungu, walikuwa hawamjui Mungu.
Jehova. Ndio sasa anatolewa ili apelekwe ndio ajifunze kumjua Mungu huyo, kwa sababu Mungu anataka kumtumia, kwa sababu Mungu anataka kuwekeza na kufanya kitu ndani yake ama kupitia yeye. So anataka awe na nafasi na yeye ili ajifunue kwake kwa namna na jinsi yake, ili Ibrahimu apate kumjua huyu Mungu sasa ni Mungu gani, ili niweze kwenda naye, niweze kuishi naye. Mungu kwa Ibrahimu alijifunua kwake, kwa Lutu hakujifunua kwake. Katika kiwango ambacho Ibrahimu aliweza kumjua Mungu, sisemi kile cha kuzungumza, alijifunua kwake kwamba yeye ni nani. Alijifunua kwa Ibrahimu kwamba yeye ni Mungu mwenye enzi yote. Kwa hiyo ni Mungu mwenyezi, Mungu mwenye enzi. Sasa kujifunua kwake kule, kwa hiyo Ibrahimu akamjua huyo Mungu katika jinsi yake, asili yake, kwamba kumbe huyu ndio Mungu mwenye kila kitu, enzi yote ni ya kwake. Kwa hiyo akakaa, alimejifunza kumjua, amekaa. Si alisema naye? Alipojifunza kumjua akakaa. Alivyokaa ndipo Mungu katika kuishi na yeye sasa, ndio Mungu akawa anaifunua ile asili yake kiutendaji, katika kutenda, katika kufanya. Ibrahimu hakuwa na kazi tena ya kuenda kwa Mungu kumwambia naomba hiki. Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini hapa? Hakuwa tena na kwenda kwa Mungu kumwambia naomba hiki, kwa sababu tamko la kwanza Mungu akisema naye, toka, nenda, nitakubariki katika hiyo nchi unayoiendea. Kwa kitu ambacho Ibrahimu alichotakiwa kukifanya ni kumjua huyo Mungu aliyemwambia toka, nenda, nitakubariki. Na alijitambulisha kwake kama Mungu mwenye enzi yote. Sasa inakuwaje mpaka yeye afunue enzi yake? Kufunua enzi yake sasa ni ile kujifunua katika asili yake ya kiutendaji, katika kuachilia vile ambavyo ndio yeye alisema ni Mungu mwenye hivyo. Kuna mtu ameelewa hicho Kiswahili? Kile ambacho alisema yeye kwamba mimi ndiye Mungu mwenye hivyo, ni Mungu mwenye enzi yote. Kwa hiyo chochote kinachoonekana, mimi ni Mungu wa hicho. Sasa kwa Ibrahimu kukaa naye, kumjua kwamba ni Mungu mwenye enzi yote, alafu akajifunza namna ya kuishi naye, kwa sababu alimjua kwa jinsi hiyo, alimjua kwa asili hiyo, alimjua kwa uweza huo. Kwa hiyo ilikuwa sasa, kwa sababu Ibrahimu amemjua kwa jinsi hiyo, kwa asili yake, ndipo Mungu akaanza kuachilia yale yatokanayo na kauli zake, matamshi yake, ahadi zake, maneno yake aliyoyasema kwa Ibrahimu. Kwa hiyo haikumtaka Ibrahimu kwenda kumdai Mungu, kumwambia ulisema utanibariki. Baba, ulisema utanibariki, sasa naomba unibariki, sasa naomba unibariki. Walimalizana na Mungu kwenye maneno hayo wakati Mungu alikuwa bado anazungumza. Na wakati Mungu alipokuwa anasema naye, Mwanzo 12 ndio Mungu alisema atoke. Mwanzo 13 udhihirisho wa baraka zilianza kuonekana, 14 hapo. Mwanzo 15 tunaona kwamba Mungu anaanza kutoa ahadi zake, kwamba utajiri ushakuwepo na nini. Kwa hiyo anaanza kubadilisha mwelekeo kwenda kwenye kusudi. Kwa nini alienda kumtafuta Ibrahimu? Kwa nini alimtaka? Anaanza kugeuza mazungumzo yake kwenye lile kusudi ambalo alitaka. Yani ndio maana alimwambia atoke kule kwao. Na wakati Mungu anambariki Ibrahimu, na nilimesema hapa kwamba hakukuwa na kazi yoyote ambaye Ibrahimu alikuwa anafanya kwenda kumuuliza Mungu nibariki, nibariki, nibariki. Katika mazungumzo yao ya mwanzo ndipo Mungu alipokuwa anamuelezea kwamba nitakwenda kufanya uzao wako uwe mkubwa kama hivi na hivi na hivi. Ndipo yeye akawa anasemezana na Mungu
Akuja kusemezana naye baada ya hapo. Anasemezana naye kama mara 2 katika mazungumzo haya. Akasemezana naye akamwambia, kwa nini alisemezana naye? Kwa sababu Mungu alikuwa anasema kitu ambacho hakipo. Na katika hayo ndio alimpa Ibrahimu kumwamini. Alisema naye kitu ambacho hakipo. Anamwambia, wewe unasema utanibariki, sijui uzao wangu utakuwa nini? Na hujanipa mtoto, unanibarikije? Hawa watoto walioko hapa ni ndugu hawa. Sasa mimi nakwendaje nao? Watarithi, yani watakuwaje warithi? Hao si ndio watakao rithi? Kwa sababu mimi sina mtoto. Sasa wewe unaposema mtoto aliyetoka kwenye kiuno chako, anatokea wapi? Mtazamo gani wa kibinadamu ambaye alikuwa anatafakari na kufikiri, kwa sababu aliona hali yake alionayo, umri wake uliopo. Akaona hapa historia nayo nieleza huyu Mungu na hali iliyoko vimepishana, ndio akahoji. Na alipomhoji, Mungu akaendelea kusema naye. Alipoamini, aliamini kwa sababu alijifunza, alijifundisha kumjua yeye, alijifundisha kumjua Mungu katika kuyashika yale ambaye Mungu alisema na kumngojea yaweze kutimilika. Kwa hiyo akajifunza katika kuvumilia, kungojea. Akajifunza katika kuvumilia na kungojea. Akajifunza katika kuvumilia na kungojea. Nehemia utaniandikia hayo kwa ajili ya maombi. Kuvumilia na kungojea. Akajifunza kumjua yeye. Kwa hiyo akakaa. Ndipo pale sasa kuvumilia huko na kungojea kuliufanya moyo wake ukatulia. Hakumsumbua tena. Akatulia. Kwa nini nasema hakumsumbua tena? Ndio maana ilipofika sura ile ya 15 tunamwona Mungu anabadilisha mwelekeo wa mazungumzo yake na Ibrahimu. Ingekuwa Ibrahimu bado anamsumbua katika yale, Mungu asingesema yale aliyosema naye. Kulitembea hali fulani ya kumwamini katika yale aliyoyasema. Ndiposa ilipofika hiyo sura ya 15 tunamwona Mungu sasa anaanza kuongea habari ya kazi anayotaka ifanyike. Anasema naye habari atakavyopeleka huo uzao anaomwambia yeye ambaye hata hajazaa, atakapopeleka katika nchi ya huko Misri, na watakaa kule muda gani. Na yeye anasema kipindi hicho utokoshaenda zako, shaenda kulala na baba zako, lakini haya ndiyo nitakayoyafanya. Kwa sababu Ibrahimu alikuwa na ule muda wa kumngojea Bwana. Huo muda wa kumngojea Bwana ndio unaotoa nafasi ya Mungu kuzungumza, kusema azma yake kwa ajili yetu. Kuna mahali tunakoseaga, na hapo tunapokosea sisi tunakuwa wazungumzaji na sio yeye. Tunataka kupokea kutoka kwake, lakini sisi ndio wazungumzaji. Huwezi kupokea kutoka kwake, yeye ndio atasema anatoa nini katika kile anachokisema. Alianzia kusema na Ibrahimu, na ilipofika sasa kusudi la kwa nini alimtoa kule akamleta kwa kwenye hiyo nchi ambayo alimwambia nitakubariki huko, ndio sasa anaanza kulieleza kwake Ibrahimu na kumweleza habari ya mambo yatakayotokea. Sasa anampa sasa picha ya vitu vitakavyotokea ambavyo mpaka wakati yeye atakuwa ashakufa. Kwa hiyo anamwambia ndivyo itakavyokuwa. Watakaa miaka 400, baada ya miaka 400 nitaenda kuwatoa. Nitawapeleka, nitawaleta katika nchi ambayo nimekuapia wewe na kuapia wewe sasa. Kwa sababu wakati huo walikuwa kwenye mazungumzo. Sasa tunaona ile hatua ya Mungu kufika kusema habari ya kile anachotaka kukifanya na Ibrahimu. Ilimtaka Ibrahimu atulie. Sasa leo sisi ni watumishi wa Mungu. Tumekataa kutulia. Tumekataa kungojea. Tumekataa kuvumilia. Tumekataa hivyo vyote.
Kila siku tunataka tukikutana na Mungu, sisi ndio tunasema kile tunachotaka sisi. Tuabaki kila siku tuwapiga kelele katika kile alichosema, alivyomwambia Ibrahimu toka. Kwa hiyo wewe unabaki hapo. Uliniambia nitoke, nishatoka. Ulisema nitoke, nishatoka. Nipe muda basi nifanyie kazi. Ulisema nitoke, nishatoka. Na Biblia inasema tuombe bila kukoma. Sasa sijasema kwamba haturuhusi kuomba. Mimi nafundisha kitu kingine kabisa, kumjua huyo Mungu ambaye wewe unataka kutembea naye. Ana asili yake ambayo imegawanyika katika utendaji wake kulingana na nini kinachotakiwa kufanywa. Kuna kile kinachotakiwa kufanywa lazima uombe bila kukoma. Na kuna kile ambacho unatakiwa ukae ungojee. Sasa inategemea ni katika nini. Ndio maana nasema kwamba nataka nimjue Mungu katika asili yake. Nikimjua Mungu katika asili yake, nimjue Mungu katika jinsi yake, ili niweze kutembea naye. Kutembea naye ni kwa maana kwamba niweze kuelewa utendaji wake unavyofanya kazi, na mimi niingie ndani ya ile system ya utendaji wake, alafu nitembee humo ndani ya hiyo system katika kujifunua kwake kwenye utendaji, niweze kumuona. Sio kujifunua kwenye utendaji kwa sababu ya kuombea watu na kukemea mapepo. Hapana, ni katika kwa nini ameniita akanipa mimi kuwa mtumishi. Tumekuwa watumishi, alafu tunafika katikati tunapoteza dira. Tunafika katikati tunachanganyikiwa. Mungu si dhalimu, na Mungu sio kwamba hana akili nzuri. Yeye alitangaza mwisho tangu mwanzo. Hawezi kumtoa Ibrahimu kule alikokuweko. Alikuwa na starehe. Ibrahimu hakuwa na shida kwanza kule. Walikuwa na mambo yao na vitu vyao walikuwa wanaishi. Sema kwa sababu alikuwa hana Mungu. Alafu aje akamlete mahali kwake, alafu aje akamchanganya akili. Kuna Mungu hapo. Sasa ndio maana nasema kwamba nataka nimjue Mungu katika asili yake na jinsi yake, mahali ambapo nitatembea naye nisichanganyikiwe. Tunachanganyikiwa kwa sababu hatumjui katika jinsi hiyo. Na ndio maana kuchanganyikiwa kwetu kunatokana na kelele nyingi tunazopiga mbele yake zisizokuwa na PO box. Alafu sasa ulishaona kwamba wewe unapiga mtu mstaarabu, wewe unapiga kelele alafu amenyamaza na kuangalia, unajiona mpumbavu. Sasa cha ajabu, kanisa hatujioni wapumbavu katika hili, kwamba wewe kila siku wasema tu, kila siku wasema tu, kila siku wamuuliza tu, kila siku wasema tu. Yeye anakutazama. Maanake kuna kitu anataka umpe nafasi. Kuna nafasi anaitaka ambaye hatumpi. Na hiyo nafasi ndio nataka tunapomjua kwa jinsi hii tuweze kumpa hiyo nafasi Mungu. Nafasi hiyo ndio inayotengeneza pesi katika kuishi kwetu, kuishi na yeye. Huwezi kuishi na Mungu alafu huku, la kwanza umechanganyikiwa, la pili uko kwenye ugumu usiotatulika. Yaani unaishi na Mungu, unasema unatembea na Mungu, lakini kuna ugumu ambao hauna majibu. Ugumu sisemi kwamba utakiwi kuwepo, unakuwepo, shetani yupo. Hiyo ni kawaida. Na ugumu mwingine unakuja, ni sehemu ya kutuvusha. Kwa hiyo ni sawasawa kabisa, ni chakula chetu. Lakini kama huo ugumu unakuwepo, lakini mimi nikampa nafasi. Sasa ukiangalia Ibrahimu, walikaa na mke wake. Mke wake ndio alileta shida. Ibrahimu hakumtaka Hajiri. Mke wake ndio alileta hiyo shida. Ibrahimu akamchukua Hajiri, akazaa mtoto. Lakini Ibrahimu alikuwa amejikalia. Walikuwa wamekaa katika namna ambayo hawana mtoto, na washajijulia hawana, na wanajua kwamba huyo watoto ndugu zake na nani ndio watakaoweza kurithi. Watoto wa kazi wake ndio watakaoweza kurithi. Sasa Hajiri, Sarai ndio akamchukua akamweka ili aweze kumfanya Ibrahimu aweze kupata mtoto, yani amzalie mtoto kwa ajili ya kumpa jina yeye Sarai. Kwa sababu Sarai hakuweza kungojea, hakuweza kuvumilia.
Kwa hiyo yeye, na hata Mungu alipokuja kusema, yeye alicheka, maana aliona ni kitu ambacho hakiwezekani. Sasa kuishi kwa mawazo ya kuto kuwezekana ndiko kunakoleta dharau ya kuto kungojea na kuvumilia. Kuishi katika fikra na mtazamo wa yani ya kwamba haiwezekani ndio inaoleta